Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, Disemba 10, siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema jibu la upole. Soma Yoshua 22 aya ya 21 hadi 29. Ukizingatia Mithali 15 aya ya kwanza, tunaweza kujifunza nini kutokana na jibu la makabila ya mashariki? Jibu la mshtakiwa la moja kwa moja na lenye nguvu kama shtaka linajumuisha kiini cha sura hiyo kimaudhui na kimuundo. Hadi sasa makabila hayo yalikuwa hayajajibu shutuma hizo, lakini badala yake walikuwa wamesikiliza tuhuma zilizowakabili kimya kimya. Kwa kuzingatia uzito wa mashtaka, subira yao ni ya kielelezo wanapoonesha maana halisi ya methali hii. Jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Mithali sura ile ya 15 aya ya kwanza. Sentensi ya mwanzo ya utetezi ni msururu wa majina ya kiungu yanayohusishwa na Mungu wa Israeli. El, Elohim, Yahwe. Yoshua 22:22 inarudiwa mara mbili kwa nguvu inayoongezeka, kwani inakuwa kiapo kizito ili kuondoa mashaka na tuhuma za uongo zinazokaribia kusababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe katika Israeli. Wanasadiki kabisa kwamba Mungu anajua na anaelewa kikamilifu hali hiyo, na wanatumaini kwamba wajumbe waliopo watafikia hitimisho hilo hilo. Makabila 2.5 pia yanatambua uwajibikaji wao mbele za Bwana kwa kumwita alipize kisasi. Linganisha na Kumbukumbu la Torati sura ile ya 18 ya 19, Samueli wa kwanza 20 ya 16, ikiwa kweli ni wenye hatia. Udhihirisho wa kushangaza unafuata, ambapo kwa upande mmoja unathibitisha msingi wa kubatilika kwa shtaka. Madhabahu haiwezi kutumika tu kama mahali pa dhabihu, na kwa upande mwingine inafichua hamasa yao ya kweli. Hofu ya kujitenga na Israeli baada ya ukengeufu ilikuwa msingi wa kweli wa tendo lao. Kwa hiyo ujenzi wa madhabahu si ushahidi wa uasi kama ilivyodhaniwa. Kwa kweli, kinyume chake ndicho kweli. Wametenda kwa kumwogopa Bwana, kama vile makabila ya Yordani ya magharibi yalivyofanya. Msingi wa kweli wa umoja wa Israeli si jiografia au kiwango cha kimaumbile cha urithi, bali utii wao wa kiroho kwa matakwa ya Bwana. Hangaiko la kweli la moyo wa makabila ya upande wa magharibi wa mto pia linafichuliwa katika furaha yao ya kweli wakati kutokuwa na hatia kwa makabila ya mashariki unapothibitishwa. Badala ya kujisikia kushindwa kutokana na mabishano ya ndugu zao, wanaonesha furaha ya kweli kwamba shuku zao hazikuwa sahihi. Vita vya wenyewe kwa wenyewe katika Israeli viliepukwa na umoja wa taifa ukalindwa. Je, unashughulikiaje tuhuma za uongo? Shiriki baadhi ya kanuni zinazoongoza mtazamo wako. Kwa mwongozo wa kiungo, tazama Zaburi ya 37 aya 3 hadi ya 6, aya ya 34 na aya ya 37. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Disemba 10, siku ya Jumatano, mada ikisema jibu la upole. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.